Kwa heshima kubwa au niseme kwa heshima na taadhima, nitambue uwepo wa Mwadhama Protas Kardinali Rugambwa, askofu wetu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Nitambue uwepo wa baba paroko mwenyeji, mapadre wapya, mapadre wote, wawekwa wakfu, walelewa wa upadre na utawa, wazazi na walezi wetu mapadre, nanyi waamini wenzangu wote, kila mmoja kwa nafasi yake, itifaki ikiwa imezingatiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi la kwanza, niungane na baba mwadhama kumshukuru Mungu kwa majaliwa yote yaliyotujalia, na kipekee kwa ajili ya zawadi ya mapadri wetu wapya 9 katika jimbo letu kuu Katoliki la Tabora. Makofi na vigelegele. Lakini la pili, niungane pia na baba mwadhama kutoa shukrani na pongezi kwa kila mmoja wetu aliyeko hapa kwa yote ambayo tumejaliwa na tumekirimiwa, lakini shukrani na pongezi iwe ni shukrani na pongezi za pekee iwe au ziende kwa mapadre wapya kwa kukubali kuitikia wito wa upadre, na wazazi kwa kuwaruhusu kuanza safari hii ya maisha ya wito mpaka kufikia hii leo ambapo wamedarajishwa daraja la upadre. Makofi na vigelegele kwetu sote na kwao. Baada ya kusema hayo, niongeze mawili ya mwisho kabla sijasema ujumbe wa msingi. Baba mwadhama amesema kwamba mimi nitakapofika hapa kama msimamizi wa rasilimali watu katika jimbo letu kuu la Tabora na mratibishaji mkuu wa shughuli za uchungaji na utume, basi nitawapa ruhusa ya sakramenti ya kitubio. Basi niseme moja kwa moja, waheshimiwa na mapadre wapya, wakati tukiendelea kumshukuru Mungu na kuwapongeza kwa ajili yenu, niseme kwa niaba ya mwadhama, kuanzia leo mmeruhusiwa kusikiliza maungamo au kufanya adhimisho la sakramenti ya kitubio. Na ruhusa hii itaonekana katika barua zenu na hati mtakazokabidhiwa, zitaeleza kwamba mmepewa ruhusa hiyo pamoja na huduma zingine zote za kichungaji zinazoendana na hadhi yenu ya upadre. Hilo moja. Lakini la pili, hapa tutasoma mpango kazi au vituo vya utume kwa ajili yenu ninyi mapadre wapya, lakini pia kwa mapadre ambao tayari tulikuwa utumeni, wachache, sio wote. Kwenu ninyi mapadre wapya, mtakuwa na likizo inayoanza leo tarehe 11 mwezi Julai mpaka tarehe 11 mwezi kesho. Likizo hii sijui kama ni likizo kweli kweli, lakini nataka kusema ni likizo kwa maana ya kutekeleza ratiba zenu binafsi. Na ratiba zenu binafsi tumeangalia ule utaratibu wa misa za shukrani. Kwa hiyo mpaka kufika tarehe 12 mwezi Agosti au mwezi ujao, basi tutawaomba mripoti katika vituo vya kazi mtakavyopangiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kusema hayo, naomba sasa mniruhusu niseme ule ujumbe wa msingi kama kadiri tulivyouandaa.
Baada ya kumsoma padre ambaye amepangiwa kituo, basi atakuja hapa mara moja apokee barua yake inayomwonyesha amepangiwa wapi. Metropolitan Archbishop of Tabora, Tabora, tarehe 11 mwezi Julai mwaka 2026. Waheshimiwa mapadre, watawa na waamini wote Jimbo Kuu Katoliki Tabora, sanduku la pekee Tabora. Yahusu mabadiliko ya utume wa mapadre jimboni Tabora. Ili tuweze kukabiliana na mahitaji ya kichungaji na baada ya kuwapata mapadre wapya, tumelazimika kufanya mabadiliko madogo ya utume wa mapadre kama ifuatavyo. Mheshimiwa Padre Aloisi Kanyele, padre mpya, amepangiwa utume kuwa mlezi na mwalimu seminari ndogo ya Itaga. Pamoja na barua hii ya utume tunampatanisha na zawadi ya jimbo ambayo ninawakabidhi kwa niaba ya Baba Mwadhama. Kipekee zawadi hiyo ni vitabu 4 vya sala ya kanisa, ni sala ya vipindi vyote. Basi kama kuna zawadi nyingine watakapofungua wao wenyewe watajihesabia kilicho. Mheshimiwa Padre Elibert Mishongi, padre mpya, amepangiwa kuwa paroko msaidizi parokia ya Familia Takatifu Ipuli. Lakini pia atakuwa msaidizi wa msimamizi wa kituo cha hija Ifucha. Kama tunavyojua, gambela wa kituo cha hija Ifucha ni Mhashamu Askofu Mkuu mstaafu Paulo Ruzoka. Yeye ndio msimamizi mkuu, msaidizi wake atakuwa ni Padri Elibert Mishongi. Kwa maneno mengine, Padri Mishongi amechukua nafasi ya Mheshimiwa Padri Lazaro Mahangale. Mheshimiwa Padri Julian Kangalawe, padre mpya, amepangiwa kwenda masomoni Sauti. Wa 4 ni Mheshimiwa Padre Laurent Elias Chambi, padre mpya, amepangiwa kuwa msaidizi wa paroko. Parokia gani sijui mngependa? Parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Mwanzuki.
Wa tano ni Mheshimiwa Padri Michael Masengwa, padre mpya, amepangiwa kuwa msaidizi wa parokia gani? Choma Chankola. Wa sita ni Mheshimiwa Padre Paulo Kasawala, padre mpya, sijui parokia gani wana upungufu zaidi, sijui. Amepangiwa kuwa msaidizi wa parokia ya Usongo. Wa saba ni Mheshimiwa Padre Respicius Mganyizi, padre mpya, amepangiwa kuwa mkuu wa shule ya sekondari ya Askofu Mkuu Ruzoka Igange. Naona meneja wake kaja kumpokea. Wa nane ni Mheshimiwa Padre Silveri Mtagaye, padre mpya pia. Naona mko kimya, mnaweza kutabiri. Amepangiwa kuwa msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Ludovic Ulyankulu. Wa mwisho walau katika orodha kati ya mapadre wapya ni Mheshimiwa Padre Yuda Tadeus Maziku, padre mpya. Mngependa ende wapi? Amepangiwa kuwa msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Antoni wa Padua Itaga. Sasa tunaingia wenzangu na mimi ambao tayari tumekuwepo huko shambani. Mheshimiwa Padre Justin Mtegaya ambaye mpaka sasa ni paroko msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu Ndono, amepangiwa kuwa msimamizi wa parokia teule ya Goweko. Mheshimiwa Padre Isaac Goza ambaye mpaka sasa ni msaidizi wa paroko
parokia ya Magiri. Sasa amepangiwa kuwa paroko wa parokia hiyo ya Magiri. Mheshimiwa Padri Charles Sinkala ambaye mpaka sasa sio mpaka sasa kwa sababu nimeshamtaja msimamizi wa parokia, basi mpaka sasa alikuwa msimamizi wa parokia teule ya Goweko, amepangiwa kuwa msaidizi wa paroko parokia ya Magiri. Basi naona tumepewa taarifa kwamba hakuweza kufika, pengine kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake, kama sio afya au namna gani. Mheshimiwa Padre Francis Masumbuko Tesha ambaye mpaka sasa ni msaidizi wa paroko parokia ya Mtakatifu Antonio wa Padua Itaga, amepangwa kwenda masomoni huko Ruku Iringa. Lakini kwa kuwa masomo yanaanza mwezi wa 10, tutawasiliana. Ataendelea kuhudumu katika parokia hiyo, tutampa likizo ya siku chache tu, tutawasiliana. Mheshimiwa Padre Clement Masuhuko ambaye mpaka sasa ni paroko msaidizi wa Ulyankulu, amepangiwa kuwa msaidizi wa paroko parokia Mtakatifu Teresi wa Mtoto Yesu Ndono. Mheshimiwa Padre Lazaro Mahangale ambaye mpaka sasa ni paroko msaidizi wa Ipuli na msaidizi wa mkuu wa kituo cha hija Ifucha, yaani Mwashamu Askofu Mkuu mstaafu Paulo Ruzoka. Sasa Padre Mahangale atakwenda masomoni Roma. Barua yake tutampatia baadaye. Mheshimiwa Padre Emmanuel Mashenene ambaye mpaka sasa amekuwa mlezi na mhazini au basa na mwalimu wa seminari ndogo ya Itaga, amepangiwa kuwa masomoni Roma, na kwa taarifa yenu ameshafika Roma tayari. Tumpigie makofi na kumshangilia. Basi kwa leo tunaomba mturuhusu tuishie hapo. Tunawatakieni kila neema na baraka ya Mungu katika utume mpya wenu katika Kristo. Protasi Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu Metropolitani ya Tabora.
Tutoe shukrani kwa baba kwa makofi na vigelegele. Sijaona. Naomba tutoe shukrani kwa makofi na vigelegele kwa baba kwa mpango mpya.